Dakika moja. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba ameambiwa unabii wa miaka mingapi? Miaka 70. Ambao ni unabii ulikuwa ni wameenda utumwani miaka mingapi? 70. Kwa hiyo Danieli ameenda kusoma vitabu, hajakutana na 2300. Kitu amekutana nacho ni miaka 70. Sasa ili tuweze kujua hii miaka 70 inatokea wapi na inaishia wapi, tuanze kwanza tuangalie ufalme wa utawala ule wa ufalme namna ambavyo ulikuwa unaenda ule wa Danieli sura ya pili. Hapa kwanza tuna kitu kinaitwa ile nini ambayo ilikuwa ni kichwa, si ndio? Kile kichwa kilikuwa ni nini? Dhahabu. Utawala wa dhahabu ulitawala kuanzia mwaka wa 605 BC mpaka mwaka wa ngapi? Mpaka mwaka wa 539 mpaka mwaka wa 539. Huu ni utawala wa kwanza ambao uliitwa Babeli. Sasa utawala wa pili ambao uliitwa Wamedi na Wamedi, huu utawala kuanzia mwaka wa 539 mpaka mwaka wa 300 huko. Sasa ukipiga hesabu kama una calculate hapo, naomba utoe kuanzia hapa, utoe na hii, yaani ushukue 605 kwa 539, ambao ndio ulikuwa utawala wa Babeli. Naomba utoe hapo ujue inapatikana ngapi? Inabaki ni miaka mingapi? Miaka 66, si ndio? Kwa hiyo Babeli ilitawala miaka mingapi? Miaka 66. Sasa mfalme wa kwanza wa Babeli alipoingia kwenye utawala, jambo la kwanza alienda kuteka mji wa Israeli, au wakaenda utumwani hapo. Soma Danieli 1:1 nasema, ndio katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yoyakini mfalme wa Yuda. Huyu alikuwa ni mfalme wa Yuda ambao ni Israeli. Endelea kusoma. Nebukadneza mfalme wa Babeli alifanya nini? Alikwenda Yerusalemu akausuru. Kwa hiyo hapa ndio walienda utumwani. Ulikuwa ni mwaka wa kwanza ambao ni mwaka wa 605. Ndio hawa watu wameenda kutekwa ambao ni Israeli. Sasa kama umetekwa huu mwaka wa 605 na hapa wametawala miaka mingapi? Huu utawala umeenda kwa miaka mingapi? 66. Sasa kumbuka, mpaka utawala unaisha, itimizi inakuwa bado miaka mingapi? Bado miaka minne. Sasa naomba usome Danieli 9:1. Danieli 9:1. Ndio. Katika mwaka wa kwanza wa Dario. Katika mwaka wa kwanza wa nani? Wa Dario. Katika mwaka wa kwanza wa nani? Wa Dario. Ndio. Mwana wa Ahasuero. Wa uzao wa Medi. Huu ni utawala wa nani? Wa Medi. Huu ni utawala wa Medi, mwaka wa kwanza. Hapo itakuwa imebaki miaka mingapi? Minne. Utumwa wao Babeli, yaani wana wa Israeli wamalize ile miaka 70 ya utumwa wao. Sasa kama hiyo miaka 70 ilikuwa imebaki miaka minne, na hii ilikuwa imetabiriwa katika kitabu cha Yeremia 25:11. Naomba usome. Yeremia ndio 25:11. Yeremia 25:11 na 12. Anasema ndio, na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa ndio, na kitu cha kushangaza na hayo mataifa ndio haya yatatumikia mfalme wa Babeli miaka 70. Miaka mingapi? Miaka 70. Miaka mingapi? Miaka 70. Soma na Nyakati wa Pili 36:20 na 21. Nyakati wa Pili 36:20 na 21. Inasema 21 nasema ndio, na wale waliokuwa kwa upanga akawachukua mpaka Babeli. Akawachukua mpaka wapi? Babeli. Akawachukua mpaka wapi? Babeli. Endelea kusoma. Wakamtumikia yeye na wanawe hata kulipoingia miliki ya Uajemi. Hata ilipoingia miliki ya nani? Ya Uajemi. Yaani hii miaka yote walikuwa utumwani, miaka 66, na ikawa imebaki miaka minne. Na hii miaka minne ulikuwa ni mwaka wa kwanza ambao imebaki hiyo miaka minne katika ufalme wa Dario. Ndio Danieli anaonyesha maono. Sasa naomba usome 9:2 kitabu cha Danieli. 9:2 Danieli. Anasema ndio, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu ndio, nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii, ndio, na kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, ndio, yaani miaka 70. Yaani miaka mingapi? 70. Sasa alivyokutana na hii miaka 70, akutana popote na miaka 2300. Sasa Danieli akaanza kumwomba Mungu
akaanza kumuomba Mungu, anasema yeye, Mungu utusamehe, kwa sababu yeye alifahamu kwamba huu muda umesogeza kutoka miaka 70 mpaka miaka 2000 na ngapi? Na 300, kwa sababu siku moja ni sawasawa na mwaka mmoja. Soma 14:34 Hesabu. Ndio 14:34. Anasema ndio, kwa hesabu ya hizo siku nilizozipeleka ile nchi. Ndio. Anasema kwa hesabu ya hizo siku ndio mlizoipeleleza ile nchi. Yaani siku 40. Ndio. Kila siku huhesabiwa mwaka. Kila siku huhesabiwa kama nini? Mwaka. Kila siku huhesabiwa kama nini? Mwaka. Kwa hiyo kama kila siku inahesabiwa kama mwaka, sasa hiyo 2300 inaanza lini? Sasa hiyo hapo ndio inakuwa ni swali. 2300 inaanza lini? Soma kitabu cha Danieli 9, anzia ule mstari wa 23. 9:23. Ndio, inasemaje? Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri. Ndio. Nami nimekuja kukupasha habari. Ndio. Maana wewe unapendwa sana. Basi tafakari habari hii. Ndio. Na kuyafahamu maono haya. Alisha hapo kwanza. Hapa tunaona kuanzia 9 mstari wa 3 mpaka mstari wa 20. Hapa ni Danieli anaomba Mungu ili waweze kupunguziwa adhabu, kama ni adhabu ambayo inahusu Israeli, waweze kupunguziwa hao watu. Sasa kama Danieli anamuomba Mungu, sasa Yesu akamwambia malaika kwamba nenda kamfahamishe mtu huyu maono haya, akaenda pia kufahamishwa. Endelea kusoma hapo. Anaendelea kusema ndio, muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako. Umeamriwa juu ya watu wako. Umeamriwa juu ya watu wako. Kwa hiyo Israeli walipewa muda wa miaka wa majuma mangapi? 70. Muda wa majuma mangapi? 70. Hawa Israeli walipewa muda wa majuma 70. Endelea kusoma. Anasema muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako. Ndio. Na juu ya mchi wako mtakatifu. Ndio. Ili kukomesha makosa. Sikiliza hapo. Kuna mambo 6 ambao waliambiwa watu wafanye. Jambo la kwanza ni kukomesha nini? Makosa. Jambo la pili kuishirisha dhambi. Jambo la 3 kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu. Jambo la 4 kuleta haki ya milele. Jambo la 5 kutia muhuri wa maono ya unabii. Na jambo la 6 ni nini? Na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Hao mambo 6 wameambiwa watafanya ndani ya miaka mingapi? 70. Ndani ya majuma 70. Sasa ukihesabu haya majuma 70 ni siku ngapi? Ukipiga 70 mara 7 hapa utapata ni siku 400 na ngapi? Na 90. Sasa hii hata 490 kulingana kwamba siku moja sasa na mwaka mmoja ni zinakuwa ni siku 490 ambayo sasa na miaka 490 ambayo walipewa wana wa Israeli. Jambo la kwanza ni kukomesha dhambi, waweze kuacha dhambi. Jambo la pili ni kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Sasa haya mambo yote yametokea ama yajatokea, kwa sababu kuna watu hata wengine ni wana matengenezo wanasema kwamba haya majuma 70 mpaka leo bado hayajatimia. Sasa tunabidi tuangalie yametimia ama bado hayajatimia. Sasa haya majuma 70 tunaanza kuyahesabu kuanzia lini? Soma, endelea kusoma hapo chini. Anasema ndio. Anasema basi ndio ujue na kufahamu ya kuwa ndio tangu kuweka amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu. Tangu kuwekwa upya amri ya kutengeneza na kufanya nini? Na kujenga upya Yerusalemu. Ndio. Hata zamani zake Masihi aliye mkuu. Kutakuwa na majuma 7. Majuma ngapi? Majuma 7. Ishia hapo kwanza. Maandiko yanasema tangu kuwekwa amri ya kujenga na kutengeneza upya Yerusalemu. Kwa sababu Yerusalemu Babeli walivyoiteka Yerusalemu waliangamiza ile nini? Hekalu lao. Sasa Mungu anasema tangu ilipowekwa amri ya kujenga upya hiyo Yerusalemu, ndio hapo ndio mwanzo wa hayo majuma 70 na siku 2300 yanapoanza. Sasa tunabidi tuangalie haya majuma 70 yanaanza lini? Amri hiyo ya kujenga na kutengeneza upya Yerusalemu ilianza lini? Fungua kitabu cha Ezra sura ya 7 na ule mstari wa kwanza. Anasema ndio, ikawa baada ya mambo hayo wakati wa kutawala kwake Artashasta. Kutawala kwa nani? Artashasta. Kutawala kwa nani? Artashasta. Soma mstari wa 6 na wa 7. Anasema
Huyo Ezra ndio akakwea kutoka Babeli. Ezra alikuwa kutoka Babeli, naye alikuwa mwandishi mwepesi katika sheria ya Musa. Ndio, katika sheria ya Musa. Ndio, ninasoma. Aliyekuwa ameitoa Bwana Mungu wa Israeli. Ndio. Naye mfalme akamjalia matakwa yake yote. Ndio. Kama mkono wa Bwana Mungu wake ulivyokuwa pamoja naye. Ndio. Nao wakakwea baadhi ya wana wa Israeli. Ndio. Na makuhani. Soma mstari wa 13. Anasema natoa amri. Haya, hapa unasikia natoa amri. Huyu ni mfalme Artasasta, anatoa amri. Natoa amri ya kwamba ndio wote walio watu wa Israeli ndio na makuhani wao na Walawi ndio katika ufalme wangu ndio wenye nia ya kwenda Yerusalemu. Wenye nia ya kufanya nini? Ya kwenda Yerusalemu. Wenye nia ya kufanya nini? Kwenda Yerusalemu. Ndio kusoma. Kwa hiari yao wenyewe waende pamoja nawe. Waende pamoja nawe. Huyu ni nani mfalme alitoa amri ya kufanya nini? Artasasta alitoa amri ya kujenga upya Yerusalemu. Huyu Artasasta alikuwa ni mfalme wa hao Wamedi na Wajemi. Sasa kama alitoa amri kwamba mtu yeyote ambaye anataka kwenda Yerusalemu kwa hiari yake mwenyewe na aende, na huo ulikuwa ni mwaka wa 7 wa kumiliki kwake huyo mfalme Artasasta. Soma mstari wa 18. Anasema mpaka 21. Ndio. Neno lolote mtakaloona vyema kulitenda wewe na ndugu zako kwa ile fedha na dhahabu itakayobaki, hilo litendeni. Ndio. Kama apendavyo Mungu wenu. Kama apendavyo nani? Mungu wenu. Endelea kusoma. Na vile vyombo upewavyo kwa huduma ya nyumba ya Mungu wako. Ndio. Virejeze mbele za Mungu wa Yerusalemu. Mbele za Mungu wa Yerusalemu. Mbele za Mungu ya Yerusalemu. Kumbuka hapa mfalme Nebukadneza alipoiteka Yerusalemu, alikuwa amechukua vyombo vyao ambavyo walikuwa wanavitumia katika hekalu. Anasema hiyo vyombo mnaweza kuvirudisha. Endelea kusoma. Na chochote ndio kitakachohitajiwa zaidi kwa ajili ya nyumba ya Mungu wako. Kwa ajili ya nini? Nyumba ya Mungu wako. Kwa ajili ya nini? Nyumba ya Mungu wako. Endelea kusoma. Kitakachokupasa kukitoa kitoe katika nyumba ya hazina ya mfalme. Ndio. Na mimi naam, ndio mimi mfalme Artasasta nawapa amri wote. Nawapa amri wote. Nawapa amri wote. Endelea kusoma. Wenye kutunza hazina walio ng'ambo ya mto. Ndio. Ya kwamba kila neno ambalo Ezra kuhani mwandishi wa Torati ya Mungu wa mbinguni atalitaka kwenu na litendeke kwa bidii nyingi. Asante, ishia hapo. Kwa hiyo hapa tunaona mfalme Artasasta katika mwaka wa 7 wa kumiliki kwake anatoa amri ya kwenda na kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu. Sasa hii amri ilipotolewa kulingana na historia ulikuwa ni mwaka wa 457 BC, yaani kabla ya Kristo. Ulikuwa ni mwaka wa 457 ndio amri ilitolewa ya kujenga na kutengeneza upya Yerusalemu. Sasa kama ilitolewa huu mwaka, sasa tuone hii. Soma tena Danieli sura ya 8 na ule mstari wa 14. 14 anasema ndio. Akamwambiaje? Hata nyakati za jioni na asubuhi. Hata nyakati za jioni na asubuhi 2300. Ndio. Ndipo patakatifu patakapotakaswa. Ameambiwa 2300. Ndipo patakatifu patakapotakaswa. Kwa hiyo naomba ufungue calculator, uchukue huu mwaka 457 utoe hiyo miaka 2300, unapata ngapi? 1843. Hapo unapata miaka mingapi? 1843. Kwa nini inakuja 1843 baada ya 1844? Hii ni kwa sababu huku nyuma walikuwa na hesabu kutoka juu kushuka chini. Sasa wanapofika mwaka wa kwanza huku walikuwa na hesabu kwa mfumo wa negative, kwamba mwaka wa huko labda 2 inapofika 0, alafu mwaka wa kwanza, alafu mwaka wa pili. Sasa ukihesabu hapa kulingana na ukitumia calculator hapa itakwambia ni miaka 3, lakini ukihesabu na mwaka wa 0 huu inakuletea mwaka wa mmoja mwingine. Kwa hiyo ukipata hii 1843 unajumlisha na moja, kwa hiyo unajua kwamba hii miaka kuanzia mwaka wa 457 hii miaka 2300 inaenda ukomo wake unaenda kuishia mwaka wa 1844. Hapo umeelewa? Nani hajaelewa nyoshe mkono. Na asante kwa sababu umeelewa. Sasa soma Danieli 9 sura ya
mstari wa 25 inasemaje? 9:25. Ndio. Anasema hivi. Basi ndio ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza ndio na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, ndio kutakuwa na majuma 7. Kutakuwa na nini? Na majuma 7. Kumbuka kwanza walipewa majuma 70 kwa ajili ya kuishiriza dhambi na kumtia mafuta yule aliye mtakatifu na kukomesha sadaka ya kuteketeza ya daima. Majuma mangapi? 70, ambayo ni miaka mingapi? 490. Sasa ukipiga kuanzia hapo, kukumbuka huu mwaka huu wa kuweka na kutengeneza upya Yerusalemu, yaani matukio yote mawili yalianza kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tunaanzia hapa tunaenda mpaka hapa, ambao hapa inakuwa ni majuma mangapi? Miaka 490. Hii ni miaka 490. Sasa soma, rudia tena mstari wa 25. 25 unasema ndio, basi ujue na kufahamu ya kuwa ndio tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu ndio hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7. Kutakuwa na majuma mangapi? 7. Kutakuwa na majuma mangapi? Majuma 7. Sasa hapa tunaona majuma ya kwanza ni 7, ambayo ukichukua 7 mara 7 unapata ngapi? 49. Au miaka mingapi? 49. Sasa naomba nisomee na kitabu cha samahani, ni kitabu cha Mathayo. Fungua kitabu cha Mathayo sura ya sura ya ngapi? Samahani, hapa sijaona, lakini hii miaka 49 ndio itumika kwa ajili ya kujenga, tangu ilipowekwa amri ya kujenga na kutengeneza upya Yerusalemu, itumika miaka 49 mpaka hekalu linakamilika. Lakini ukisoma kitabu unafikiri Mathayo, hapa sijaona niliponukuu, lakini Mathayo inasema kwamba Yesu aliwaambia, libomoeni hekalu hili nami nitaijenga kwa siku 3. Wayahudi wakamwambia, hekalu hili limejengwa kwa muda wa miaka 46 na wewe utaijenga kwa siku 3. Lakini Yesu alikuwa anamaanisha hekalu la mwili wake. Sasa ukiangalia kwamba hekalu lilijengwa kwa muda wa miaka 46, lakini kuanzia ilipowekwa amri mpaka hekalu linakamilika ilikuwa miaka 49. Sasa baada hapo, hii ni miaka 49. Baada hapo anasema tena kuna majuma mengine na ngapi? 62, si ndio? Sasa 62 mara 7 inakuwa ngapi? 400. Kwa hiyo na hapa tena kuna miaka mingine 434. Sasa ukijumlisha hii na hii unapata ngapi? Unapata 480 ngapi? Inakuwa ni 483. Sasa hii miaka 483 ndio ilitumika. Rudia tena mstari wa 25 pale. Hii yani ilitoka kuanzia ilipowekwa amri mpaka kumtia mafuta yule aliye mtakatifu, ilitumika hii miaka ambayo ilikuwa ni 483. Soma andiko. Anasema ndio, basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu, ndio hata zamani zake Masihi aliye mkuu, endelea kusoma, kutakuwa na majuma 7. Majuma 7 ambayo ni miaka 49. Ndio, endelea kusoma. Na katika majuma 60 ngapi? 62. 60 na ngapi? 62. Sasa hapa kuna majuma 7 alafu kuna majuma 62. Kwa hiyo jumla majuma 67 na majuma 62 jumla yanafika majuma mangapi? 69. Kwa hiyo inakuwa ni bado juma moja. Kwa hiyo kutoka huko amri inapowekwa mpaka haya majuma ambayo ni 69 hapa inasema kitu gani kitafanyika? Endelea kusoma. Anasema majuma 62 ndio utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na andaki ndio katika nyakati za taabu. Asante. Kwa hiyo kutoka ilipowekwa amri mpaka mpaka kumtia mafuta yule aliye mtakatifu ilipita hii miaka ambayo ni jumla ya miaka 483. Sasa tuone
Yesu alitiwa mafuta ilikuwa ni mwaka gani? Soma kitabu cha Mathayo 3:16. Mathayo 3:16. 3:16 Mathayo. Ndio. Anasema hivi, naye Yesu ndio alipokwisha kubatizwa. Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Atazama, ndio mbingu zikamfunikia. Akamwona Roho wa Mungu. Rudia tena. Akamwona Roho wa Mungu. Rudia tena. Akamwona Roho wa Mungu. Akifanya nini? Akishuka kama ua. Akashuka kama ua. Akija juu yake. Soma na Matendo 10 mstari wa 38. Matendo 10. Ndio. 38. Inasemaje? Anasema hivi, ndio habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta. Kwa nini? Kwa Roho Mtakatifu. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta. Kwa nini? Kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu alitiwa mafuta wakati wa nini? Wa kubatizwa. Wakati wa nini? Wa kubatizwa. Kwa hiyo ukipiga hesabu kuanzia mwaka wa 457 mpaka kubatizwa kwa Yesu, rudia tena 9:25, inapita miaka 483. 9:25. Ndio. Basi ujue na kufahamu ndio ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu, ndio hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7. Hata zamani zake nani? Masihi aliye mkuu. Kutakuwa na majuma 7 na majuma 62 ambayo ni majuma jumla ni majuma 69. Kwa hiyo ukipiga hesabu utapata hapa ni mwaka wa 27 AD. Hapa mwaka wa 27 AD au mwaka wa 27 AD unapatikana ukianzia mwaka wa 457 ukitoa hii miaka 483 alafu ukajumlisha na moja na unapata 27 AD ambapo yule Masihi aliye mtakatifu alitiwa nini? Mafuta, si ndio? Kwa hiyo baada ya hapo sasa, hapo inakuwa imebaki juma moja. Sasa kuna watu wanafundisha kwamba hili juma moja haijatimia hata leo, litatimia mwishoni katika ziki kuu. Hiyo si kweli. Ukweli ni upi? Soma 26. 26 nasema na baada ya yale majuma 62. Baada ya yale majuma 62 ndio Masihi atakatiliwa mbali. Masihi atafanya nini? Atakatiliwa mbali. Ndio kusoma. Naye atakuwa hana kitu. Na watu wa mkuu ndio aliyekuja atakayekuja wataangamiza mji na patakatifu. Ndio. Na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika. Ndio. Na hata mwisho ule ndio vita vitakuwepo. Na ukiwa umekwisha kukusudiwa. Hapo mstari wa ngapi? Wa 26. Soma 27. Naye ndio atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa nini? Kwa muda wa juma moja. Sasa hapa kuna muda wa juma moja ambao ni miaka 7. Sasa tunaambiwa hii miaka 7 Yesu atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma ngapi? Moja. Juma moja ambao ni miaka 7. Endelea kusoma. Anasema na kwa nusu ya juma hiyo. Sasa hili juma moja linatenganishwa, kuna nusu ya hiyo juma. Nusu ya juma hiyo ndio ataikomesha sadaka ya dhabihu. Atafanya nini? Ataikomesha sadaka ya dhabihu. Atafanya nini? Ataikomesha sadaka ya dhabihu. Kwa hiyo kwa muda wa nusu ya juma Yesu ataikomesha sadaka ya nini? Ya dhabihu. Sasa huu nusu ya juma hii ni sawa na miaka 3.5. Sasa kuanzia ubatizo wake mpaka miaka 3.5, hii ndio kazi ya Yesu Kristo ambaye alikuwa duniani anafanya kazi ya kumwokoa mwanadamu. Anasema kwamba ataikomesha sadaka ya nini? Ya dhabihu. Sasa tuone alikomesha wapi sadaka ya dhabihu. Soma kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Anzia Mathayo 27:50 na 51. 27:50 ndio na 51 anasema na Yesu akiisha kupaza sauti yake tena ndio kwa nguvu akaitoa roho yake ndio natazama pazia la hekalu likafanya nini? Likapasuka vipande viwili. Pazia la hekalu likafanya nini? Likapasuka vipande viwili. Pazia la hekalu, kumbuka hili ndilo lilikuwa linatenganisha kati ya patakatifu na patakatifu sana. Kwa hiyo likapasuka vipande viwili, patakatifu pa patakatifu pakaonekana. Hiyo inamaanisha kwamba hii sadaka za dhabihu imefanya nini? Imekoma. Huo ni mwaka ulikuwa ni 31 AD. Soma na kitabu cha Wakorinto 5:7 wa kwanza. Wakorinto wa kwanza 5:7. 5 mstari wa 7. Ndio inasemaje? Anasema basi jisafisheni. Ndio. Mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya. Mpate kuwa nini? Donge jipya. Mpate kuwa nini? Donge jipya. Kwa sababu endelea.
kama vile mlivyo ndio hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu, rudia tena, kwa maana Pasaka wetu, rudia tena, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka. Amekwisha kufanya nini? Kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo, yaani Kristo. Kwa hiyo Kristo alitolewa kuwa sadaka, ndio akakomesha sadaka ya kuteketezwa ya nini? Ya dhabihu. Ndio maana sasa hivi hakuna mtu tena anaruhusiwa kuchinja akidai kumtolea sadaka Mungu. Hii sadaka ya kuteketezwa ya daima iliishia mwaka wa 31 AD. Sasa inakuwa bado miaka mitatu. Hii miaka mitatu ya kwa ajili ya Waisraeli watimize majuma yao 70 iliishia wapi? Soma kitabu cha Matendo 7:55. Matendo 7 ndio 7:55. Anasema hivi, ndio lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu ndio akakaza macho yake akitazama mbinguni, akaona utukufu wa Mungu, ndio na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, ndio tazama, naona mbingu zimefunguka, ndio na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Ndio wakapiga kelele kwa sauti kuu. Wakafanya nini? Wakapiga kelele kwa sauti kuu. Wakafanya nini? Wakaziba masikio yao. Wakamrukia kwa nia moja. Ndio wakamtoa nje ya mji. Wakamtoa nje ya mji. Wakampiga kwa mawe. Wakampiga kwa nini? Kwa mawe. Wakampiga kwa nini? Kwa mawe. Stefano alipigwa kwa mawe. Endelea kusoma. Nao mashahidi wakaweka nguo ndio zao miguuni pa kijana mmoja aliitwa Sauli. Ndio wakampiga kwa mawe Stefano. Naye akaomba akasema, ndio Bwana Yesu, pokea roho yangu. Bwana Yesu, pokea roho yangu. Bwana Yesu, pokea roho yangu. Sasa hapa walipompiga Stefano mawe ndo ukawa mwisho wa wana wa Israeli, yaani ilikuwa ni mwaka wa 34 AD. Sasa ndio ulikuwa ni mwisho wa majuma 70. Ulikuwa mwisho wa majuma 70. Kwa hiyo mwisho wa majuma 70 ilikuwa ni baada ya wana wa Israeli kuikataa nini? Injili. Soma kitabu cha Mika 5:2. Mika 5:2. Kwa sababu walipomkataa Injili, Injili sasa ikageuka kwa mataifa, ili kwamba kila mtu wa kabila lolote atakayemwamini Bwana Yesu aweze kupata wokovu. Soma inasemaje? Bali wewe Bethlehemu Efrata, ndio ulio mdogo kwa miongoni mwa elfu za Yuda, ndio kutoka kwako wewe ndio atanitokea mmoja, ndio atakayekuwa mtawala katika Israeli, atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake ndio yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Ndio kwa sababu hiyo atawatoa hata wakati wa kuzaa kwake aliye na utungu. Asante. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba matukio yako yanakuwa yalikuwa tangu zamani, lakini baada ya hapo anatoka anaenda hadi kwa mataifa yote. Sasa soma kitabu cha Ufunuo 3:19. Ufunuo 3 ndio 19. Anasema ndio wote ni wapendao mimi ndio nawakemea na kuwarudi. Ndio basi uwe na bidii ukatubu. Swali la soma 3:20. 3:20. Ndio tazama nasimama mlangoni. Sasa hapa ni Bwana Yesu anasema nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu. Hapo ni mtu sio kabila fulani, kwamba mtu yoyote akisikia sauti yangu na kufungua mlango nitaingia kwake. Ndio nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Asante. Kwa hiyo huu kuanzia mwaka wa 34 AD mambo ya ukabila yaliishia pale, kwamba kujiita mimi ni Myahudi yaliishia pale. Kwa hiyo mtu yoyote akimwamini Bwana Yesu anaweza kupata haki sawasawa na imani. Mwenyekiti, zimebaki dakika ngapi? Bado 20. Twende chapu. Sasa ulipoishia hapo mwaka wa 34 AD ikawa bado kuna miaka 1810 kufikia ule mwaka 1844. Sasa ni jambo gani lilitendeka? Kwanza huu unabii wa majuma 70 huu ulitimia kweli kweli. Kwa sababu gani ulitimia kweli kweli? Na hapa na kitabu cha Pambano Kuu, naomba unisomee katika ukurasa ni ukurasa wa 276. Ukurasa wa 276 kitabu cha Pambano Kuu, kwa sababu kuna watu wanafundisha mpaka leo kwamba
ili juma moja la mwisho hadi leo bado halijatimia. Hadi leo bado halijatimia, kwamba litatimia wakati wa mwisho, muda wa dhiki kuu. Hiyo jambo ni uongo, kwa sababu Yesu alisema kwamba atakomesha sadaka ya kuteketezwa ya daima, na ni kweli hiyo sadaka kwa huo muda wa juma moja ilikomeshwa. Kwa hiyo nabii huu wa majuma 70 ambao ulikuwa unatabiri Yesu kuja kwake ulitimia hakika. Soma andiko. Mpaka hapa ndio kila ainisho la unabii limetimia kabisa. Rudia tena. Mpaka hapa kila ainisho la unabii limetimia kabisa. Limefanya nini? Limetimia kabisa. Ndio kusoma. Na majuma 70 mwanzo wake pasipo swali ni mwaka 457. Mwanzo wake pasipo swali ni mwaka 457. Mwaka wa 457 KK kabla ya Kristo. Na mwisho wake ni mwaka wa 34 baada ya Kristo. Baada ya kupigwa Stefano na mawe. Ndio kusoma. Kutoka mwaka huo 557 hakuna ugumu ndio wa kujua mwisho wa siku 2300. Hakuna ugumu wa kufanya nini? Wa kujua siku mwisho wa siku 2300. Mwisho wa siku 2300. Ndio. Majuma 70 siku 490. Ndio. Zikiwa zimekatwa kutoka wapi? Katika siku 2300. Zilikatwa kutoka wapi? Katika siku 2300. Bila kusoma. Zilikuwa zinasalia siku 1810. Zilikuwa zinasalia siku 1810. Ambapo ni miaka 1810 ambazo zilikuwa ndio hazijatimia kutoka kwa mwaka wa 34. Miaka 1810 ndio iliendelea hadi mwaka 1844. Iliendelea hadi wapi? Mwaka 1844. Asante. Kwa hiyo iliendeleaje 1844? Sasa tunajua kwamba kuna ujumbe wa William Miller ambaye alifikiria mwanzo kwamba Yesu atarudi katika mwaka huu. Sasa kuna watu huu nabii pia wanaokataa. Sasa tuweze kuangalia kwa haraka. Huu nabii ulikuwa unamaanisha kwamba Yesu alitoka patakatifu na kwenda patakatifu pa zaidi. Tuangalie kwanza maandiko kwamba Yesu inawezekanaje alitoka patakatifu na kwenda patakatifu sana. Tuanze kitabu cha Matendo 1:9 hadi 11. Matendo 1:9. Matendo 1:9. Ndio. Matendo 1:9. Nasemaje? Anasema hivi. Ndio. Akiisha kusema hayo. Alipokuwa akitazama, ndio, akainuliwa. Wingu likampokea kutoka machoni pao. Wingu likampokea Yesu kutoka machoni pao. Walipokuwa akikaza macho mbinguni. Yesu akaenda mbinguni. Yeye alipokuwa akienda zake, ndio, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao. Ndio. Wenye nguo nyeupe. Wakasema, ndio, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Ndio. Huyu Yesu aliyochukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, ndio, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona kenda zake mbinguni. Hapo soma na kitabu cha Ufunuo 3:12. Hapo tunaona kwamba Yesu anapaa mbinguni. Sasa alipoenda mbinguni alienda sehemu ipi? Soma hapo 3:12 anasema yeye ashindaye, ndio, nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu. Katika hekalu la nani? La Mungu wangu. Kwa hiyo hata mbinguni kuna nini? Hekalu. Kwa hiyo Yesu anasema yeye ashindayo atampeleka hadi hekaluni kwa Mungu. Sasa ile hekalu lilikuwa na sehemu mbili. Lilikuwa na patakatifu pa kwanza na patakatifu pa pili. Tuanze kitabu cha Kutoka 25:8. Kutoka 25:8. Ndio. Anasema hivi, nao ndio, na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Wanifanyie patakatifu ili nifanyeje? Nipate kukaa kati yao. Mungu anamwambia Musa wanifanyie patakatifu ili unipate kukaa kati yao. Soma na 26:33. Hiyo Kutoka 26:33. Ndio. Anasema nawe ndio tundika, anasema tundika ile pazia chini ya vile vifungo. Nawe tundika ili pazia chini ya vile vifungo. Nawe lete lile sanduku la ushuhuda, ndio, na kulitia humo nyuma ya pazia. Na lile pazia, ndio, litawagawanyia kati ya patakatifu, ndio, na mahali pa patakatifu sana. Kati ya nini? Patakatifu na patakatifu sana. Sasa hapa Musa aliambiwa jenge hekalu kama la mbinguni. Anasema aweke pazia ya kutenganisha kati patakatifu na nini? Patakatifu sana. Sasa tuangalie patakatifu pa kwanza palikuwa na kitu gani? Soma kitabu cha Waibrania 9:1 na 2. Waibrania 9 mstari wa kwanza na wa pili.
Anasema basi ndio hata agano la kwanza, hata agano la nini? La kwanza, hata agano la nini? La kwanza lilikuwa na kawaida za ibada, zilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. Patakatifu pake pa nini? Pa kidunia. Ndio maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza, ndio ilipokuwa na kinara cha taa. Kulikuwa na nini? Kinara cha taa. Kulikuwa na nini? Kinara cha taa. Endelea kusoma. Na meza, ndio na mikate ya uonyesho, ndipo palipoitwa ndio patakatifu. Paliitwaje hapo? Patakatifu. Na Yesu alipopaa mbinguni alienda wapi? Patakatifu. Alienda patakatifu. Sasa tuone Yesu alienda patakatifu palikuwaje? Soma kitabu cha Ufunuo 1:12. Ufunuo 1 ndio 12. Anasema ndio nikageuka. Huyu ni Yohana wa Patmo. Sasa alipokuwa akionyeshwa na Yesu hapa, anaona Yesu sasa akiwa wapi? Akageuka, nikageuka nione ile sauti, ile sauti iliyosema nami. Ndio. Na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7. Aliona nini? Vinara vya taa 7. Aliona nini? Vinara vya taa 7. Ndio. Vya dhahabu. Ndio. Na katika vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu. Mfano wa nani? Wa mwanadamu. Mfano wa nani? Wa mwanadamu. Endelea. Amevaa vazi lililofunika miguuni na kufungwa mishipi ya dhahabu matitini. Ndio. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sofu nyeupe. Kama theluji. Ndio. Na macho yake kama mwali wa moto. Na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana. Ndio. Kana kwamba imesafishwa katika tanuru. Asante. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu alikupoenda mbinguni. Hapa Yohana anageuka, anaona vinara vya taa 7. Na patakatifu pa kwanza palikuwa na kinara cha nini? Cha taa. Kinara cha nini? Cha taa. Kwa hiyo kinara cha taa kilikuwa patakatifu pa kwanza. Na sasa tuangalie, na Yesu alipopanda mbinguni aliingia kwanza patakatifu pa kwanza mpaka huu mwaka wa 1844 ndipo akaenda patakatifu pa patakatifu. Soma kitabu cha Waibrania hiyo sura ya 9 mstari wa 3. Anasema ndio. Na nyuma ya pazia la pili. Na nyuma ya nini? Ya pazia la pili. Ile hema iitwayo patakatifu pa patakatifu. Hapo ndo panaitwa patakatifu pa patakatifu. Yeye yenye chetezo cha dhahabu. Kuna chetezo cha nini? Cha dhahabu. Na sanduku la agano. Jambo la pili, kuna sanduku la agano. Jambo endelea. Lililofunikwa kwa dhahabu. Pande zote. Endelea. Mlimokuwa na kopo la dhahabu. Kulikuwa tena na kopo la dhahabu lenye ile mana. Ndio. Na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka. Ndio. Na vile vibao vya agano. Ndio. Na juu yake makerubi ya utukufu. Ndio. Yakikitia kivuli kiti cha rehema. Ndio. Basi hatuna nafasi sasa ya kueleza habari za vitu hivi kimoja kimoja. Asante. Kwa hiyo patakatifu kwa patakatifu kulikuwa na nini? Sanduku la agano, si ndio? Ndio. Soma Ufunuo 11:19. Ufunuo 11 ndio 19. Anasema ndio. Kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa. Hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa. Endelea kusoma. Na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Sanduku la nini? La agano lake. Likafanya nini? Likaonekana ndani ya hekalu lake. Likaonekana ndani ya hekalu lake. Kukawa na umeme na sauti na radi. Asante. Hapo tunaona sanduku la agano likaonekana ndani ya nini? Ya hekalu. Sanduku la agano likaonekana ndani ya hekalu. Ya hekalu. Kwa kama sanduku la agano lilionekana ndani ya hekalu, sanduku la agano linakuwa na nini? Lina amri. Linakuwa na sanduku la agano. Linakuwa na amri, si ndio? Ndio. Amri za Mungu. Sasa soma kitabu cha Waibrania 9:27. Waibrania 9. Ndio, 24 na 27. Anasema kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono. Ndio mfano wa patakatifu halisi. Bali aliingia mbinguni hasa. Aliingia mbinguni hasa katika patakatifu pa mbinguni. Na 27. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja. Na baada ya kufa hukumu. Baada ya kufa hukumu. Sasa hii hukumu inayosemwa hapo ni hukumu ya upelelezi. Ni hukumu ambayo ilifanyika kuanzia mwaka wa 1844 na ilianza kwa watu waliokufa. Hukumu ya upelelezi ni kwamba kila mtu anapokufa anakuwa ashajulikana, yaani hukumu ya upelelezi inakuwa ishafanywa, ashajulikana kwamba huyu ni mwema,
huyu ni mdhambi, hakuna siku utafufuka alafu useme kwamba hichi kitu sikufanya, kwa sababu unakuwa tayari ushajulikana kwamba wewe tayari uliwahi kufanya kitu fulani, umefanya jambo fulani, ushajulikana kama wewe ni mwema au wewe ni mbaya. Ndio maana hata watakaofufuliwa katika ufufuo wa kwanza wote watakuwa ni wenye haki, na wao watakaofufuliwa katika ufufuo wa pili au watakuwa ni wenye dhambi. Sasa hii hukumu ya upelelezi itakapokwisha, Yesu ndipo atarudi tena. Soma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4:16. 4:16. Ndio. Anasema kwa sababu Bwana ndio mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko, ndio, na sauti ya malaika mkuu, na parapanda ya Mungu. Ndio. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Hapo wanakuwa washajulikana, kwa sababu hukumu ile ya upelelezi inapofanyika, watakatifu wanawekewa muhuri, na huo muhuri sio ule unaoonekana, bali wale wanashikamanishwa na Kristo na kuwa watu wa Kristo, kwamba Yesu anapokuja wale ambao ni wa Kristo wanafufuliwa kwanza, pia na ambao wako hai na ni wenye haki na wenyewe wanabadilisha miili yao. Endelea kusoma hapo. Kisha sisi tulio hai, ndio, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao, ndio, katika mawingu, ndio, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Asante. Kuna mwenye swali? Karibu mwinjilisti. Asante. Kwanza nikushukuru kwa somo hili ambalo umelileta, ni somo zuri sana. Asante. Na ni kwa sababu tu ya muda, pengine hata kipindi cha mkesha ndio wangekupa somo hili ili tupeleke taratibu, maana unatupeleka speed, wakati kuna watu wengine natakiwa tuende taratibu, wengine ni slow learner, natakiwa tuende taratibu. Kwa hiyo kwenda speed ni kwa sababu ya muda, na hatuwezi tukakulaumu. Sasa mimi swali langu lipo kwenye tunatafakari tuko pamoja, si kwamba nakuuliza. Ndio. Kwenye hiyo issue ya majuma 70 tumeona inavyoelezea, na mwisho inapokuja kuangukia kwenye mwaka 1844. Ndio. Kwa maana kwamba tunaona hata kina Mira wanatangaza kwamba ndio ujio wa Yesu Kristo, lakini tunaona kwamba ni Yesu alikuwa anahama kwenda patakatifu. Ndio. Sasa kama ni unabii ulikuwa unaelezea kitu hicho, na wao pia labda hawakuelewa, ni jambo ambalo hatuwezi tukawaraumu. Ndio maana kina Ellen White baadaye wakaja kufafanua. Ndio. Na tunaona Biblia inaongelea kuhusu nabii mbalimbali, na miongoni mwa nabii ni hiyo. Sasa kuna unabii gani katika ujio wa Yesu Kristo mara ya pili ambao pengine kuna mtu yeyote ambao umeusoma katika Biblia unaotuelezea kama ulivyoelezewa unabii wa majuma 70? Maana maandiko Biblia imeelezea mpaka mwisho. Ndio. Na ingawa hatujui siku wala saa, lakini kuna mchakato ambao umeelezewa vizuri katika Biblia. Je, kuna unabii wowote ule ukiachana na huu wa majuma 70 ambao unatupeleka moja kwa moja mpaka kwenye ujio wa Kristo? Maana tumeona ni calculation ya patakatifu pa mbinguni. Hakuna calculation nyingine ambayo itakayotupeleka mpaka ujio wa Yesu Kristo, si muda wala saa. Namaanisha nini? Ile unabii kama unabii unaoonyesha wakati fulani, labda kipindi fulani. Ndio. Na siongelee kuhusu siku fulani au tarehe fulani. Asante. Mmemwelewa swali lake? Kuna mwenye jibu? Kwanza mwenyekiti, zimebaki dakika ngapi? Hapa kuna dakika 5. Zimebaki dakika 5? 5. Ndio. Sasa kuna mwenye jibu kanisa? Karibu mtumishi. Karibu. Asante. Ndio. Kuna nukuu ipo kwenye kitabu cha Pambano Kuu. Sikumbuki ni ukurasa gani, lakini nasema ndio, vile vielelezo ambavyo Kristo alikuwa amevitimiza, hakutimiza tu katika tukio bali katika wakati. Tukitaka kujua wakati wa kurudi kwa Yesu mara ya pili, ndio, kuna huu nabii wa miaka 6000 ambao umetajwa kwa wazi katika maandishi ya Ellen G. White. Ndiyo. Lakini katika kitabu cha Danieli sura ya 8 kuanzia Danieli sura ya 8 mpaka 12 kuna siku zimetajwa pale. Ndio. Kuna
na fikiri wakati sheria ya Jumapili itakapotangazwa rasmi, ndio tunaweza tukajua wakati halisi wa kurudi kwa Yesu. Na kwa sababu hatuna muda zaidi, kama tukipata nafasi, kuna siku zimetaja pale, anasema kwamba heri angojeaye na kuzifikia siku hizo. Sasa bado kuna upinzani ambao unaendelea. Wengine wanasema siku ambazo zinaonekana kwenye unabii wa kitabu cha Danieli sura ya 8 bado zinarudia kipindi cha zama za giza, yani zile siku 1260. Lakini tukijaribu kuweza kwenda kwa muktadha wa namna hiyo, tutakuta kwamba miaka ambayo inatajwa pale inazungumzia kipindi ambapo upapa utashika nguvu katika awamu yake ya pili. Maana tunajua upapa ulishika nguvu katika awamu ya kwanza kuanzia mwaka 538 mpaka mwaka 1798 wakati papa unakufa. Lakini tunajua tena wakati wa mwisho upapa utarejea, utakuwa na nguvu. Sasa wakati sheria ya Jumapili itakapopitishwa rasmi, inaonekana itapita miaka 3.5 mpaka Yesu anarudi mara ya pili. Sasa kwa kuwa najua utaona maswali mengi, labda tukipata muda mwingine tunaweza tukajadili kwa kina. Asante. Asante. Kama mmemuelewa, kuna mwingine mwenye mchango au mwenye jibu? Hamna. Karibu. Ninaomba arudie swali lake kidogo. Swali kama umelikumbuka au tusaidia hata wewe mwenyewe. Hapa kauliza kwamba kama nilivyoelezea unabii huu ulikuwa ni unaishia pale mwaka 1844 unabii huu. Sasa ameuliza kwamba kuna unabii mwingine kando na huu unaoonyesha mpaka Yesu anarudi mara ya pili, na kama upo kwenye Biblia ni unabii upi? Yaani ni unabii wa calculation ambao unaonyesha mpaka kurudi. Si ndio hilo swali? Mpaka yaani kuna unabii unaoonyesha mpaka kurudi kwa Yesu. Upo kwenye Biblia, na kama upo ni upi? Yaani kuonyesha wakati wa kurudi kwa Yesu mara ya pili, ndio. Lakini sio siku, wakati wa kurudi. Ndio. Basi mimi ninavyojua katika kitabu cha Mathayo 24 ndio tumeambiwa dalili. Kwamba hizo dalili ndio zilizoorodheshwa pale. Ndio. Lakini mwisho anatuonya, anasema habari ya siku hakuna anayejua. Lakini kwa hiyo kwenye unabii tuliambiwa dalili tu, lakini hakuna wakati ambao umetajwa katika Biblia unabii wa moja kwa moja kwamba wakati fulani, ila ni dalili. Kwa mfano nisome katika kitabu cha Mathayo 24 ule mstari wa tuanze mstari wa 29 nasoma mwenyewe, anasema ndio. Lakini mara baada ya dhiki ya siku ile jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota hazitaangaza mbinguni, na nguvu za mbinguni zitatikisika. Ndipo mtakapoonekana ishara ya mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu yatakapoomboleza, nao watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu, na mbinguni pamoja na nguvu za utukufu mwingi. Kwa hiyo tulichoonyeshwa hapo, Biblia inachokisema ni dalili. Kwa hiyo hizo dalili ziko wazi katika Biblia, na unabii wa dalili hizo ziko wazi. Nafikiri na sisi tunatembea kwa hizo, kwamba tukiona hivi na hivi tunaona yuko karibu mlangoni. Ndicho naweza kujibu kwa kifupi. Asante. Bado dakika ngapi? Moja. Sasa umejibiwa mjilisi au bado? Muda umeisha. Sasa imebaki dakika moja, na hiyo dakika moja ni ya kuomba, ili sisi tutachukua dakika za wengine. Asante, nitajitahidi nijibu kwa ufupi. Ndio. Ni kweli tumeambiwa katika maandiko hakuna ajuaye siku wala saa. Lakini kauli hii hatuwezi kujua, haituzuii kufanya hesabu kulingana na vile ambavyo maandiko yamefunuliwa. Mungu hajatoa ujumbe wa moja kwa moja kwamba Yesu atakuja siku fulani. Lakini hakuna katazo ambalo linakataza kwamba kufanya mahesabu ya kuweza kujua wakati ni kosa. Hamna katazo la namna hiyo. Ndio maana nikasema labda kama ufahamu wangu hauko sahihi, lakini
Tunaposoma je kitabu cha unabii wa Danieli sura ya 12, ukianza mwanzoni pale kwenye ile fungu la kwanza, mambo yanayozungumziwa hapa ni ya wakati wa mwisho, sio mambo ya wakati wa zama za giza. Kwa mfano, tunafahamu kuhusu uchukizo la uharibifu. Sasa ukienda kwenye Danieli sura ya 12 mstari wa Danieli sura ya 12 mstari wa 11 anasema, na tangu wakati ule ambapo sadaka kuteketezwa na chukizo la uharibifu litakaposimamishwa, itapita siku 1290. Heri angojaye na kuzifikia siku hizo 1335. Ndio maana nikasemaje, tunaweza tukajua wakati wa kurudi kwa Yesu exact wakati sheria ya Jumapili itakapotangazwa officially nchini Marekani. Baada ya alama mnyama kuwekwa rasmi, wakati wa kurudi kwa Yesu unaweza kujulikana. Hilo ndilo jibu langu. Asante. Kama ni mjadala mwingine tutaendelea panapo wakati mwingine. Tuweze kupiga magoti, tuweze kufunga kipindi cha asubuhi. Mtakatifu Baba Mungu Mwenyezi, tunakushukuru tena kwa sababu umeweza kutufundisha maandiko yako matakatifu. Sisi ni wanafunzi tu, tunajifunza kwako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu aendelee kutuongoza na kunena mioyoni mwetu, ili tuweze kujua tuweze kujua maandiko yako matakatifu, na tuweze kujua kwamba ulikuwa unakusudia nini ulipoandika maandiko haya. Bwana, tunakuomba tuongoze, na katika ibada ya siku nzima ya leo uweze kuwa pamoja nasi, tusiweze kuwa wenyewe, bali pamoja na Roho wako Mtakatifu. Tunaomba haya yote katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina.